Baada ya taarifa nyingi kuweza kukinzana kuhusu kifo cha Ayatollah Ali Khamenei, sasa rasmi Iran imeweza kuthibitisha kifo cha kiongozi huyu Ayatollah Ali Khamenei alfajiri ya leo. Kulikuwa na kukinzana kwa taarifa kati ya Iran pamoja na Israeli chini ya Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu ndo alikuwa wa kwanza kutoa mashaka au kutoa uthibitisho wa kwamba kiongozi huyu tayari ameshakufa au ameshauawa kwenye mashambulizi ambayo waliyafanya mapema Jumamosi, lakini baadaye Iran iliweza kukanusha na kusema kwamba kiongozi wao alikuwa bado yupo hai. Lakini leo sasa Iran ikaweza kuthibitisha rasmi kwamba kweli kiongozi wao Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei tayari ameshauawa kwenye mashambulizi ambayo yalifanywa na Israeli pamoja na Marekani, na Irani imeweza kutangaza siku 40 za maombolezo kwa ajili ya kifo cha kiongozi wao. Sasa kifo cha kiongozi huyu ni ushindi au naweza nikasema ni hatua ya kuelekea ushindi wa Marekani pamoja na Israeli, kwa sababu malengo ya Israeli pamoja na Marekani ni kuweza kubadili uongozi, na ndani ya siku 2 wameweza kumuondoa au wameweza kumuua huyu kiongozi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Hii ni sifa kwa Benjamin Netanyahu, lakini pia ni sifa kwa Donald Trump. Lakini wakati mvutano huu ulipokuwa unaendelea, Ayatollah Ali Khamenei tayari alikuwa amesha toa mapendekezo ya watu ambao watakuja kushika nafasi yake endapo ataweza kuuawa, ikiwa ni pamoja na Ali Larijani ambaye alikuwa ni mshauri wa masuala ya kiusalama. Na inavyoonekana ni kwamba mashambulizi yote sasa ambayo Iran iliweza kuyajibu kwamba yamefanywa wakati kiongozi huyu akiwa tayari ameshauawa. Tumeshuhudia majibu ambayo Iran iliyatoa kujibu haya mashambulizi. Mashariki ya Kati yote isipokuwa Oman, nchi zote za Mashariki ya Kati zimeweza kushambuliwa, kiachana na Uturuki, Kuwait, Jordan, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, zote zimeweza pamoja. Kuna Iraq, kuna Syria. Hizi nchi zote Iran imeweza kuzishambulia, na imeshambulia sehemu zote ambazo Marekani ina maslahi. Imeweza kushambulia kambi za kijeshi, lakini pia imeweza kushambulia kwenye baadhi ya sehemu za kwenye nchi nyingine ambazo imeweza kushambulia hadi hoteli ambazo inasemekana kwamba Wamarekani wengi huwa wanaishi kwenye hizo hoteli. Sasa Donald Trump anaendelea kutoa wito kwa raia wa Irani waweze kuingia barabarani, waweze kuandamana, kwa sababu kiongozi ambaye alikuwa anawakandamiza tayari ameshauawa. Lakini kumekuwa na mwitikio mdogo au hakuna mwitikio wa kuingia barabarani kwa ajili ya kuweza kuandamana. Na Marekani pamoja na Israeli of course wanahitaji uungwaji mkono wa ndani wa raia wa ndani wa Irani. Sasa bado mapema, na leo ni siku ya pili, labda tusubiri kadri siku zitakapokuwa zinaenda, pengine raia wataweza kuandamana, kitu ambacho kitakuwa ni kigumu sasa kwa upande wa Irani, kwa sababu ili kuweza kubadili huu utawala lazima raia, nguvu ya ndani lazima itumike, sio kuondoa tu kiongozi alafu Israeli pamoja na Marekani waseme kwamba hii kitu cha kuweza kubadili uongozi huo umeisha. Kitu ambacho kitakuwa ni kigumu kwa upande wangu ninavyoona, kwa sababu walikuwa wameshafahamu na watu wameshajipanga kwamba
hiki kitu kinaweza kikatokea, na ndio maana hata kiongozi mwenyewe aliyeuawa Ayatollah Ali Khamenei tayari alikuwa ameshaweka uhalisi wake. Kwa hiyo ni kitu ambacho walikuwa wanafahamu kwamba sababu tunaingia kwenye vita, lolote linaweza likatokea. Kwa hiyo ni lazima tujipange, ni nani atakayekuja kushika nafasi kwa ajili ya kuendeleza kile ambacho tulikuwa tumekianzisha. Lakini ukiangalia Iran ni kama vile inaendelea kurudia makosa yale yale. Viongozi wakubwa kuweza kuuawa. Mashambulizi ya siku 12 aliweza kuuawa kamanda wa IRGC. Leo tunashuhudia kiongozi mkubwa kabisa Supreme Leader. Alafu pia ukiangalia kabla hata ya mashambulizi ya Israeli pamoja na Marekani, kuna vitu ambavyo vilikuwa vinaashiria. Ukiweza kuunganisha doti hapa, ulikuwa unaweza kuona ni nini ambacho kilikuwa kinaenda kutokea. Mfano wakati wa mvutano Pakistan ilideclare kwamba yenyewe endapo Irani itashambuliwa basi itaweza kuungana pamoja na Irani kuweza kujibu mashambulizi. Lakini kabla ya hii vita kuanza, Pakistan pamoja na Afghanistan, Pakistan imeweza kutengenezewa vita apigane na Afghanistan. Manake huu ulikuwa ni mpango wa kuweza kuondoa sapoti ya Irani kutoka nje. Manake sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba Pakistan yupo anapambana na wa Taliban. Haya, tukija upande wa Hezbollah, kabla ya hii vita kuweza kuanza, Israeli iliweza kuishambulia Hezbollah na iliweza kulenga maeneo ambayo yalikuwa na silaha. Kwa vyote hivyo kiangalia vinakupa picha kwamba ni kweli vita ilikuwa haiko mbali, au mashambulizi yalikuwa hayako mbali. Sasa tusubiri tuone vita itaenda zaidi ya siku 12 kama ilivyokuwepo mwaka jana, au itakuwa ni fupi zaidi, au itakuwa ni vita ndefu kuliko ya mwaka jana. Lakini taarifa kubwa ni hiyo kwamba kiongozi huyu Ayatollah Ali Khamenei tayari hayupo tena duniani.